Nilishuhudia campus moja kule Lindi, na nilipoanza ziara nimeshuhudia campus nyingine, chuo kingine kule Mkinga, na leo tumekuja hapa, tumeona kazi ambayo inaendelea. Huu ni urithi sahihi wa watoto wa Tanzania, na mimi niwatakie kila la heri bodi, management, baraza pamoja na management pamoja na wanafunzi. Natakia kila la heri. Hii ndio zawadi mnaweza kuwapa wazazi wenu. Someni kwa bidii mweze kufaulu. Kwa hapa kampasi hii ya Mizengo Pinda, chuo kinajenga majengo makubwa mawili. Jengo la taaluma ambalo litakuwa na uwezo wa kuchukua watu takriban 2000 kwa wakati mmoja, lakini pia jengo la bweni ambalo lina uwezo wa kuchukua, litakapokamilika litakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 400 kwa wakati mmoja. Majengo haya, tukianza na ile la taaluma, litakuwa na madarasa makubwa 5, maabara kubwa 3, studio ya tehama na maktaba na maeneo mengine ya ofisi kwa ajili ya wafanyakazi. Na lile la bweni pia litakuwa na miundombinu mbalimbali ya makazi na malazi kwa wanafunzi, na lina njia ambazo zitawezesha kufikika hata na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kama ilivyosemwa, mradi huu umegharimu takriban bilioni 16.7. Mimi naitwa Amandus Muhairwa, ni naibu makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala, chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Mradi wetu wa HEET umejenga jumla majengo mapya 9. Kati ya hayo majengo yaliyopo hapa Mizengo Pinda ni mawili ambayo yamewekewa jiwe la msingi leo na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Majengo haya yataongeza uwezo wa chuo kuchukua wanafunzi. Kutakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 2000 kusoma kwa wakati mmoja, pamoja na nafasi za kulala kwa wanafunzi 400. Ambayo itaongeza kukua kwa chuo chetu kwa spidi kubwa kutoka wanafunzi takriban 300 waliopo sasa hivi na kuenda kuchukua namba ambayo itakuwa ni kubwa zaidi katika miaka michache ijayo. Uwepo wa jengo hili utasaidia sana wanafunzi wengi kuwepo katika hosteli, kwa hiyo itarahisisha pia katika upande wa masomo, kwa sababu uhitaji mkubwa wa wanafunzi kuwa ndani ya bweni, lakini mabweni ni machache. Jengo hili lina maabara ndani yake, kwa hiyo linaenda kutusaidia kufanya vitu katika vitendo zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba utufikishie salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupitia mradi wa HEET kuweza kujenga majengo uliyoweka jiwe la msingi mapema leo, jengo la taaluma na jengo la bweni katika kampasi ya Mizengo Pinda. Tunamshukuru sana. Nitoe wito kwa watu wa Mpimbwe, watu wa mkoa wa Katavi na majirani kuyatumia majengo yale kwa uhakika na kwa ipasavyo, kutumia fursa ile ili kuona kwamba lile lengo la mradi huu wa HEET ambao unalenga kuleta mabadiliko ya uchumi kupitia elimu basi lifanikiwe. Na niwaombe sana Wanampimbwe na maeneo ya jirani kutokuacha fursa hii, kwa sababu tumejenga majengo makubwa mazuri, yakimaliza yatapendeza, lakini isiwe pambo la eneo la Mpimbwe, isipokuwa majengo yale yatumike ipasavyo. Na kama tulivyoambiwa, kozi ambazo zitatolewa pale zinaendana kabisa na shughuli za kiuchumi za eneo hili la Mpimbwe, lakini pia na maeneo ya jirani.